Asante sana kwa yote, hongereni kwa huduma zote ambazo zinaendelea kwa ajili ya kusongesha kazi ya Mungu mbele. Baraza langu la ushirika wanawasalimia, wanajua niko mahali hapa. Dinari kwa huko tunasema mtaa, wanawasalimia na tuna mkutano pale Ivumwe wa shule ya Jumapili. Kwa mwenyekiti wangu wa Dinari anajua niko hapa na wachungaji wote wanajua niko hapa, hivyo wanawasalimia sana. Ofisi ya wilaya pia wanawasalimia kwa sababu ndio walio turuhusu kufika hapa baada ya kupitisha barua kwao, lakini pia na jimbo wanajua hapa wapo wetu huko mahali hapa kwa ndio walioruhusu barua yetu na hatimaye wakaturuhusu kufika hapa. Hivyo Mungu wa mbinguni awabariki sana. Amen. Asante. Nisome neno la Mungu la siku ya leo ambayo tumepewa kwenye kiongozi kalenda, ambayo inapatikana Injili kama ilivyoandikwa na Yohana Mtakatifu sura ya 16 mstari wa 12 hadi ule wa 15. Injili kama ilivyoandikwa na Yohana Mtakatifu sura ya 16 mstari ule wa 12 hadi ule wa 15. Naamini wote tumepata. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai, Mungu wetu mwaminifu, hakuna mwingine zaidi ya kwako anayestahili kuabudiwa na kutukuzwa. Ni wewe peke yako, mfalme wa amani, ambao umetuumba kwa mfano wa kwako ili tuweze kuabudu na kutukuza wewe Mwokozi. Asante kwa majira haya mwanao nimepandia madhabahu ya kwako mahali hapa. Ninaomba neema yako ihusike juu yangu. Roho mwaminifu, mwalimu mwema, tufundishe, tuhekimishe katika jina la Yesu hai. Naam, Roho mwaminifu, tufundishe sote ambao tuko kwenye ibada ya leo katika jina la Yesu hai. Naam, Bwana, kila mmoja ameingia na haja ya kwake. Tunaomba kukutana na kila mmoja Mungu kwa mahitaji ya kwake. Wapo wengine tumeingia ni wadhaifu, Bwana kutana nasi. Wapo wengine tumeingia Bwana tukiwa na changamoto mbalimbali. Tunaomba kukutana nasi Kristo katika jina la Yesu hai. Tunahitaji kukuona wewe Yehova. Tunahitaji kukuona wewe Niko mzee wa siku katika jina la Yesu hai. Miliki ibada ye Bwana, acha nguvu yako ya damu ya Pasaka, damu ya mwana kondoo ikanene mema zidi ya maisha yetu, ikanene mema zidi ya nafsi zetu, ikanene mema zidi ya roho zetu katika jina la Yesu hai. Bwana, tunaamini kabisa wanapojihudhurisha wana wako ipo nguvu ya tofauti ambayo inahudhuria pia kwenye ibada kama hizi. Hiyo falme ya giza, hiyo falme ya pepo katika jina la Yesu ninaikamata na kuitikisa, haina mamlaka, ninaiangusha kwa damu ya Yesu hai. Na achia mamlaka yako ndio ikatawale falme zetu, ikatawale ibada hii katika jina la Yesu hai. Asante Mungu wetu mwaminifu. Wewe ni Baba, hapana mwingine. Wewe pele pyosa tata wa kumwanya ukututima ngosi yako Bwana. Tunakuhitaji mfalme wa amani. Usika kwenye ibada hii. Ninateka kila falme yote ya giza ambayo imeingia kwa siri mahali hapa kwa damu ya Yesu hai. Hiyo falme haina mamlaka na haina nguvu katika jina la Yesu. Ninaipomosha mpaka chini kwa damu ya Yesu hai. Asante mwanaume simba kabla ya Yuda. Unguruma kwenye ibada hii kwa kila yengo la magonjwa. Bwana kaponye nafsi na roho katika jina la Yesu. Kaponye mili yao kwa damu ya Yesu. Kila aina uzepo mwaka toka, mwaka toka. Achia mili yetu, achia nafsi yetu, achia roho yetu kwa damu ya Yesu hai. Asante simba kabla ya Yuda. Endelea kunguruma kwenye ibada hii. Tunahitaji kuona Bwana ukitenda ukifanya. Ponya madhaifu yetu. Turehemu Bwana na kila aina ya uzaifu na kila aina ya dhambi ambayo tumeitenda Kristo katika jina la Yesu hai. Wewe ni Mungu, pokea sifa, heshima na utukufu. Amen. 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 Amen.
Asante, tutakwenda kusoma neno la Mungu sasa kama ilivyoandikwa. Injili ya Yohana Mtakatifu 16 mstari ule wa 12 hata ule wa 15. Panasomeka hivi: hata bado nikali ninayo mengi ya kuambia, lakini hamwezi kuyastahimili hivi sasa. Lakini yeye atakapokuja, huyo Roho wa kweli, atawaongoza awatie kwenye kweli yote, kwa maana hata nena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayoyasikia atayanena, na mambo yajayo atawapasha habari yake. Yeye atanitukuza mimi, kwa kuwa atatwaa katika yaliyo yangu na kuwapasha habari. Na yote aliyonayo Baba ni yangu. Kwa hiyo na alisema ya kwamba atatwaa katika yaliyo yangu na kuwapasheni habari. Kwa lugha ya kwetu huko, nina chombo hapo kusaidia. Alongigwe ngali ndinaso nyingi isyakubabula umwe, loli mkabagira okusikola lilino, loli boisile jujo jumbepo bwana loli jo isa kubalongosyaga mbwana loli bosa buno atisa kujobaga isi yake mwenye, loli syosa isi ikusipirika sio isa kusijobaga, kandi isa kuwafumukisyaga isi sikuisaga. Umwene isa kumbaga ubukulumba une, na manga isa kuwafumukisyaga isi isa kwegaga ukufuma kumyanga. Shosa isi alinafyo tata fyangu une, po hapa njobile ndile mbepo mwikemo ujo isa kubaburaga isi isa kwegaga kufuma kumyanga. Pasile panandi po mtukumbonaga, kandi pasile panandi po mkumbonaga. Mwana kondoo ameshinda. Haleluya! Jina la Bwana libarikiwe. Ili uweze kuwa mkweli katika maisha, ruhusu kuongozwa na Roho Mtakatifu aliye wa kweli. Ili uweze kuwa mkweli katika maisha, ruhusu kuongozwa na Roho Mtakatifu aliye wa kweli. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Habari hii ambayo nimesoma ni habari ya Yesu Kristo baada ya siku ya Pentekoste. Tunakumbuka Jumapili iliyopita ilikuwa ni siku ya Pentekoste, siku 50 baada ya kufufuka kwa Yesu Kristo, baada ya Pasaka. Lakini Alhamisi yake ya Jumapili iliyopita ilikuwa ni kupaa kwa Yesu Kristo. Kwa Yesu wakati anaondoka, anawaambia wanafunzi wake kwamba atawaachia msaidizi ambaye ni Roho Mtakatifu, ambaye atasema kweli yote kumuhusu yeye, na yote atakayotoa yatakuwa ni ya kwake Yesu Kristo, si ya roho kama yeye binafsi, yatakuwa ni ya Yesu Kristo kutoka kwa Baba. Ndio Yesu anawaambia huyo atawafundisha kunena kweli. Haleluya! Yesu Kristo akiwa na wanafunzi wake anawafundisha hatua kwa hatua. Anawaambia haya ninayowaelekeza sasa si rahisi kuyafahamu. Kwa maana ya kwamba kumbe mwanafunzi lazima atoke hatua hadi hatua. Unaweza kumfundisha vingine vigumu zaidi akashindwa kuelewa. Kwa hiyo akaanza kuambia kwa upole, hatua kwa hatua, kwamba anayekuja yupo kama mimi. Anatoa mambo yangu, analeta kwenu, wala hatendi kwa shauri lake. Haleluya! Haleluya! Lakini katika maisha ya siku hizi wako watumishi mbalimbali, wachungaji, mitume na manabii, wanapoleta ujumbe kwa watu inakuwa kana kwamba wao ndio wameleta ujumbe. Kumbe ujumbe si wa kwao, ni ujumbe wa Yesu Kristo mwenyewe. Haleluya! Wapo wengine ambao wamepewa karama ya kufundisha, wapo wengine wamepewa karama ya kuombea na magonjwa yakaondoka. Kwa wanafanya kwa kamba ni wao wanatenda, si Yesu anatenda. Lakini Yesu anasema yote Roho Mtakatifu akaofanya ninafanya ni mimi, wala hataleta na kwake. Lakini watumishi wa siku hizi wameleta ya kwao. Wamaacha kwa Yesu Kristo wameleta ya kwao. Wanafanya kazi kwa mazoea.
Haleluya. Ndio maana utasikia mwingine anabadilisha na sauti. Njoo kwa sauti ya simba hapa utapata uponyaji. Hakuna mtu anayeponya. Hiyo karama ni ya Roho Mtakatifu. Yesu ndiye anayeponya. Haleluya. Haleluya. Kwa sababu kazi hii anawaambia wanafunzi kwamba huyo Roho atawasaidia. Kupitia Roho ya kweli tutaweza kupima mafundisho ya uongo na mafundisho ya kweli. Ndio maana kitu kinasema ili uweze kuwa mkweli, kubali Roho Mtakatifu aliye wa kweli ndio akuongoze. Bila Roho Mtakatifu hautakuwa na kweli ndani yako. Bila Roho Mtakatifu kazi ya Mungu haiwezi. Bila Roho Mtakatifu maisha ni magumu. Kwa ruhusu Roho Mtakatifu ndio akuongoze. Ruhusu Roho Mtakatifu akupe kweli. Kwa watumishi wengi wa Mungu kweli ndani yao haiko. Ila ipo kazi ya mazoea. Wanafanya kazi kwa mazoea. Anakuja ibadani kwa mazoea. Anakuja kwenye uimbaji kwa mazoea. Anakuja siku ile baraza kwa mazoea. Kwa ameshazoea mbona kama ni itikadi tu. Lakini Roho Mtakatifu ndani hayuko. Wala kweli haiko. Ndio maana ukimwambia sema hiki mtu anasema uongo. Hawezi kusema kweli. Kwa sababu Roho Mtakatifu hayuko ndani yake. Na kwenye ukweli kuna uchungu, kuna maumivu. Tunasikia mambo mengi kwenye vyombo vya habari. Unapoenda kutamka jambo la ukweli, hakuna atakayependa. Hata tukiwa ndani ya ushirika wetu huu wa Rungu, ukizungumza jambo ambalo ni ukweli, hakuna atakayekupenda. Hata wanabaraza atakasirikia, wataamua kuteka kwa sababu tunazungumza ukweli. Ukweli una gharama. Hata Yesu Kristo mpaka kwenda msalabani ni ukweli. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Tunaambiwa kuwa Roho Mtakatifu atatoa yaliyo ya Kristo na kuyaleta kwetu. Ina maana kuwa atapokea habari ya mambo makuu ya kweli kuhusu Yesu Kristo. Kulingana na mwongozo huu, tunafundishwa kuwa kuna watu wanaofanya kazi ya Mungu kwa nakamba, wanafanya wao kama wao. Wanafanya kwa uweza wao, lakini hakuna mwenye uwezo wa kumponya mtu, hakuna mwenye uwezo wa kumwambia mtu akafanikiwa, hakuna mwenye uwezo wote wa kufanya kwa uwezo wake binafsi bila Roho Mtakatifu. Haleluya. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa unapokuwepo katika ulimwengu huu, kubali Roho Mtakatifu afanye kazi kwako. Wengine wamepewa mali, sio ya kwako. Ni uwezo wa Roho Mtakatifu ndio umekuruhusu wewe kutumikia hiyo mali. Na hiyo mali unapopewa, basi uwe tayari kunyosha mkono na kusaidia wengine. Kwa sababu hiyo mali sio ya kwako, bali Roho Mtakatifu ndio amekusaidia. Mungu ndiye amekusaidia. Ndio maana unaposoma kwenye Kumbukumbu la Torati kwenye sura ya 8:18 anasema Bwana ndiye atupae nguvu ya kupata utajiri. Lakini mngine kwa kupata utajiri sasa imekuwa fimbo ya kuwapigana wengine. Kusema fulani bila mimi asingeinuka, fulani bila mimi hapa asingefika, fulani bila mimi asingesoma. Wewe nani? Hiyo mali sio kwako. Roho Mtakatifu amepitia kwako ili kufanya kwa wengine, ili kuwa wakili wa Yesu Kristo. Kwa watu wengine wameanza kujiinua. Yule bila mimi asingefika chuo kikuu, yule bila mimi asingesoma ufundi, yule bila mimi asingepata mke. Wao usingekuwa watu kwa hawaogi. Wangekuwa hawasomi. Acha kujiinua, hiyo mali si ya kwako, utaiacha. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Umuhimu wa Roho Mtakatifu kwa watu wa Mungu. Unaposoma Mathayo 3:11 hadi 12. Mathayo 3:11 mpaka 12. Mpaka 12.
kweli mimi nawabatiza kwa maji kwa ajili ya toba, bali yeye aje nyuma yangu ana nguvu kuliko mimi, wala sistahili hata kuvichukua viatu vyake. Yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto, ambaye pepeto lake li mkononi mwake, naye atausafisha sana uwanda wake na kuikusanya ngano yake ghalani, bali makapi atateketeza kwa moto usiozimika. Haleluya, haleluya. Pasipo Roho Mtakatifu hatuna uwezo wa kufanya jambo lolote. Roho Mtakatifu umuhimu wake pia ni kututakasa. Roho Mtakatifu umuhimu wake pia ni kutusamehe dhambi.